sijui ndo hapa, ila alisema namba 5. Nadhani ni hapa. Po hapa jamani, mpo? Tupo karibu. Asante. Naona uko kwenye harakati za kupanga panga. Tunapanga mizigo. Aha. Na huyu ni mwanamke jembe ambaye tumemtembelea kwenye ofisi yake. Huyu ni mwanamke ambaye amepambana na kuna sababu ambayo imepelekea sisi mpaka tukamtembelea kwenye ofisi yake. Sasa jambo la msingi ni wewe kuendelea kusalia hapa ili uweze kujua ama kufahamu ni kwa nini ni mwanamke jembe na kwa nini tumemtembelea. Endelea kuifuatilia YouTube channel yetu Jembe FM TZ. Subscribe, comment, like and share. Sasa tayari niko naye mwanamke jembe. Huyu hapa nimeshamfikia, lakini kuna mengi ambayo tunahitaji kufahamu kutoka kwako, kwa sababu tuko na wadau wengi ambao wanatufuatilia kwenye mitandao ya kijamii, lakini pia tuna wadau ambao wanatusikiliza kupitia 93.7. Itakuwa ni vyema zaidi ukajitambulisha, alafu tukaendelea na mengine ambayo tunahitaji kufahamu kutoka kwako, kwa sababu wewe ni mwanamke jembe. Majina naitwa Elizabeth Kelamie, ni mmiliki wa IK Jeans Investment Company Limited. Kwa nini ulianza hii biashara? Yaani sababu kubwa ni nini ambayo ilikufanya ukaingia kwenye hii biashara na sio zingine? Niliingia kwenye hii biashara, cha kwanza ilikuwa ni kutafuta urahisi wa maisha. Kwamba ninahitaji kuwa na biashara ambayo itaniongezea kipato. Mimi ni mwajiriwa, nilikuwa nimeajiriwa kipindi hicho naanza kwenye kampuni fulani hivi. Kwa hiyo niliona mshahara kwa sababu ni mdogo, nitafute namna na njia nzuri ya kujikwamua kimaisha. Kipindi hicho nilikuwa nina wadogo zangu 2. Kwa hiyo ilinibidi nitafute njia nyingine mbadala nje ya mshahara ili niweze kupata kipato. Kwa asilimia kubwa, watu wengi kikwazo ama changamoto wanakuambia mtaji. Kwa upande wako wewe, mtaji uliupataje? Mimi kwa kweli mimi ni mtu mzuri sana wa kusave. Mtaji wangu niliupata kwa njia ya kazi yangu. Na sikutaka kuanza na kikubwa, nilianza na hapo nilipokuwa. Kwa hiyo nilianza na jeans 5. Nilikuwa natuma hela natumiwa mzigo. Nikitumiwa mzigo naanza kuuza. Kwa hiyo nilienda napanda hivyo kidogo kidogo, kutoka kwenye jeans 5 nikawa 10, kutoka 10 zikawa 20, mpaka nikafika kwenye 50, nikafika kwenye 100, nikafika kwenye 200, 500 mpaka 2000. Kwa nini ilikuwa ni jeans 5? Nilichagua jeans 5 kwa sababu ndo ilikuwa kitu ambacho ninanunua kwa bei chini, maana jeans moja nilikuwa nanunua 12,000. Kwa hiyo kulingana na hela niliyokuwa nayo, niliona kwamba jeans 5 itanitosha. Of course nimeshajaribu biashara tofauti, lakini niliona ni stick kwenye jeans kwa sababu ndo kitu ambacho niliona kinatoka kwa urahisi na ni fashion. Fashion ya jeans huwa haiishi. Rangi zinabadilika lakini still bado ni ile jeans. Ndio maana nikaamua kuingia kwenye jeans. Lakini pia sasa wakati unaanza kununua hizo jeans 5, ili zilikuwa ni za kike ama za kiume ama ulichanganya? Nilinunua jeans za kike tu, lakini kadiri siku zilivyoendelea mbele, duka langu la kwanza nilivyofungua, nilijaribu kuweka na jeans za kiume, lakini niliona kwamba ni kitu ambacho mimi sifiti. Na nilitamani au nilitaka pia kujiwekeza sana au kutaka nitambulike kwa kuuza jeans original. Kwa hiyo niliona kama uchaguzi wa jeans za kiume kwangu nilikuwa ni kitu kigumu sana. Yaani sikuweza kumanage jeans za kiume. Kwa hiyo ikabidi ni stick na jeans za kike. Na kwa Mwanza tunajulikana watu wanaouza jeans original. Kati ya watu wachache watakaotajwa na IK lazima nitakuwemo. Lakini pia sasa kwenye swala la mavazi, kuna zile changamoto ambazo huwa zinatokea. Kwa upande wako wewe, kuna changamoto ambayo ishawahi kutokea ukatamani kukata tamaa lakini ikawa imeshindikana? Sijawahi kukutana na changamoto kubwa kwa sababu of course ya zote zinakuwepo. Unaweza kaagiza mzigo, kile ulichokiagiza na unacholetewa ni vitu viwili tofauti. Kwa hiyo inakuia vigumu. Nimewahi kuagiza mzigo wa 2,000,000. 90% ya nguo nilizowekewa mle zilikuwa hazina kiwango. Kwa hiyo nilizigawa. Sikuweza kuziweka dukani kuuza. Kwa sababu tu nimeshajiwekea kwamba ninahitaji kujulikana kwa uuzaji wa jeans original. Kwa hiyo nibidi zile nguo niwagawie ndugu zangu, marafiki zangu
ili waendelee kuzitumia, lakini mimi sasa nikatafuta pesa nyingine kwa ajili ya kuagiza mzigo ambao ni original. Lakini pia unasema mtaji uliupata kwa kuweka kidogo kidogo, ulikuwa umeajiriwa. Sasa ulikuwa unawezaje kujigawa? Huku unafanya biashara lakini pia huku ni mwajiriwa. Muda ulikuwaje kwenye kujigawa katika hayo yote mawili? Yaani professional mimi ni sales. Ma sales wananielewa. Kazi ya sales haibani sana. Mimi naingia kazini asubuhi saa 2:30. Nikifika kazini nitaweka mpango kazi wangu kwa ajili ya wateja wangu wa kazini. Kama ni kuzungumza nao nitazungumza nao nikiwa kazini. Kama kuna kuwatembelea nitawatembelea nikiwa masaa yale ya kazi. Lakini baada ya hapo pia nitakuwa nawashtua wateja wangu wale wa nguo sasa. Kipindi hicho nilikuwa ninauza kwa kutembeza. Kwa hiyo nilikuwa nikiingia kazini asubuhi, muda wa chai ile saa 4, nikitoka nakimbia kwa wateja wawili. Nitawaonyesha kwamba nina jinsi za aina hii. Nikitoka hapo nitarudi kazini. Kuna muda wa lunch pia huwa tunapumzika lisaa moja. Hiyo lisaa moja pia nitaitumia kwa ajili ya kuwazungukia wateja wangu. Nilikuwa nafanya hivyo. Tofauti na kuuza nguo, kuna kazi nyingine ama shughuli nyingine ambayo unajishughulisha nayo pia? Ndiyo, EK Jeans Investment Company Limited tunajishughulisha pia na ufanyaji wa usafi majumbani, hotelini, kwenye migahawa, maofisini, lakini pia tunafanya kazi ya uzoaji taka majumbani. Tuna tenda ya serikali ambayo ni ya mwaka mmoja. Ndiyo. Sasa kutokana na hayo yote ambayo umesema, pia unajihusisha na masuala ya usafi. Kwenye upande wa mtaji, uliupataje? Mtaji ni kutokea kwenye hizi nguo, kwenye jeans 5, ama uliupataje kwenye kuwekeza upande wao mwingine pia? Of course msingi mkubwa kabisa ni kwenye duka la nguo. Ndio kuna msingi mkubwa. Hivi vingine ni vitu vinatokea tu. Nipo kazini ninalipwa mshahara, kadiri miaka inavyozidi kwenda, mshahara unaenda unapanda na majukumu yanaenda yanapungua. Kwa hiyo nimejikita sana na fedha zangu nyingi sana zinapatikana kwenye nguo. Kwa hiyo miradi mingi inatoka hapa. Hapa ndo mama. Yaani huu ndo msingi mkuu wa kila kitu. Mambo ya usafi, mtaji wake haikuwa gharama kubwa sana. Ni mtaji ambao ni fedha ndogo sana. Ninunua mashine ambazo zinanunuliwa kwa gharama kidogo. Nguvu kazi nilikuwa nayo. Kwa hiyo wafanyakazi tunalipana kulingana na kazi tunayoipata, sio tunalipana kwa mwezi. Kwa hiyo nikipata kazi ya kukufanyia usafi majumbani, tunakubaliana na kuja site na kagua nyumba, labda natakiwa kulipwa 200,000 au 300,000. Wafanyakazi wangu tunakubaliana kwamba tunalipana kwa siku kulingana na kazi inayopatikana. Kwa hiyo tukishafika site tunafanya kazi, tukimaliza bosi akilipa na wao na walipa, mimi naondoka na faida yangu. Kuna mtazamaji anaweza kaa anajiuliza, sasa huo usafi unafanyikaje? Tunafanya deep cleaning. Wewe unatukabidhi tu nyumba. Kuna mtu amejenga nyumba hajahamia, anahitaji kufanyiwa usafi. Kwa hiyo tunasugua madirisha, tunasugua vigae, yani tunaiacha nyumba ikiwa inang'aa. Kuna mafundi wanafanya usafi kwa hali ya uchafu. Kwa hiyo anapoweka vigae au anapopaka rangi anaacha nyumba ikiwa ni chafu. Kwa hiyo sisi tukiingia pale tunakuwa ni timu ya watu 9. Tunafanya kabisa deep cleaning nzuri ya kiwango, yani wewe mwenyewe utaikataa nyumba yako. Kwa hiyo maisha ni usafi. Ukiwa na nyumba safi utakuwa na afya bora. Na kwa jumla mpaka sasa hivi umeajiri vijana wangapi? Upande wa usafi huo majumbani na maofisini ninao vijana 9. Upande wa hii kazi ya uzoaji taka majumbani ninao wafanyakazi 12. Dukani ninao wafanyakazi 2. Tukijumlisha 9 jumlisha 12 inakuwa 21 jumlisha 2 23. Ndio. Lakini pia sasa kuna mwanamke ambaye sasa hivi anakutizama. Mwisho wa siku labda unakuta ameshakata tamaa. Wewe unamwambiaje? Of course mimi naweza nikamshauri kwa ajili ya kumjenga. Hakuna kitu ambacho hakina changamoto. Tunachotakiwa ni kupambana, kukaza na kufocus na kile ambacho unakifanya wewe. Kuanguka sio ujinga. Unaweza kuanguka mara 10. Hata ukiwauliza wafanyabiashara wakubwa, hakuna aliyeenda moja kwa moja njia ikiwa imenyooka. Kwa hiyo unapodondoka usikate tamaa, tafuta njia nyingine ya kusonga mbele. Kwa hiyo
tunaanguka na tunasimama tena hivyo. Na wanaotuangusha wakati mwingine unaweza kukuta ni ndugu, jamaa, marafiki kabisa wa karibu. Lakini usikate tamaa, haiwezi kawa ndo mwisho. Unapoanguka nyanyuka tena, simama, endelea na safari. Unaweza ukaanza kwamba nimepoteza kiasi kikubwa cha fedha, ukasema kwamba nahitaji kuanza tena moja. Sio mbaya. Kuna wakati unaweza ukaanguka, ukapoteza vitu vingi sana vya thamani. Kumbe Mungu anakutengeneza kwa namna nyingine upate vikubwa zaidi ya vile ulivyokuwa navyo. Kwa mimi sijawahi kukata tamaa katika kuanguka, na nimeanguka mara nyingi sana yani. Na kuna wakati nimeangushwa. Kwenye kupambana kwako, kuna mtu ambaye unajivunia hii leo kwenye hii biashara yako? Inaweza ikawa labda ni rafiki, inaweza ikawa ni ndugu, ni jirani, ama ni mfanyakazi mwenzia ambaye ulikuwa unafanya naye kazi, lakini mwisho usiku wa hii leo unasema kwamba najivunia. Wapo wengi wa kujivunia. Tunao wale marafiki ambao hatu socialize nao sana, hawajulikani sana kwa watu, lakini ni watu wanaotubeba. Mimi ninaweza nikasema ninao marafiki zangu ambao sasa hivi ni kama ndugu zangu 3, ambao ninasimama nao kwenye kila hali. Yaani kwa namna yoyote ile niko nao. Iwe ni kwenye huzuni au kwenye furaha, kwenye ushauri wa biashara, niko nao. Kuna mtu anaitwa Neisha Deko. Ni ndugu yangu. Ni rafiki yangu, tulitoka naye kazini tukiwa tumeajiriwa kwenye kampuni moja 2013. Ila mpaka leo sisi ni ndugu. Cha kwanza ni majirani. Alivyotafuta kiwanja, baadaye alinitafuta na mimi akaniambia na wewe uende upate kiwanja sehemu ambayo mimi nimepata. Kwa hiyo na mimi nikawa nimepata kiwanja hapo maeneo yake. Lakini pia ninapokuwa na changamoto za kibiashara, ni yeye anayenibeba na kunishika mkono. Lakini pia ninaye dada yangu anaitwa Hadija Mdeme. Ni Mpare. Hatuchangamani kabisa kabila, lakini ni ndugu yangu. Yaani ni mtu ambaye ananishika sana mkono, ninapolia ninalia naye, nikiwa na furaha ninafuraha naye. Ninaye anaitwa Hamisa, Best of Me Shoes. Ni BFF wangu, ni rafiki yangu sana, kindakindaki. Tunashauriana vitu vingi, ananisupport vitu vingi. Lakini pia ninaye baba mjengo. Ninaye mwanaume wangu, ni rafiki yangu sana wa karibu, ni mtu wangu sana wa karibu. Anafeel sana maumivu yangu, furaha yangu ni ya kwake. Ananisaidia sana vitu vingi, ananisupport sana vitu vingi. Kwa hiyo kuna wakati naweza nikawa nimekata tamaa kabisa. Yeye ni mtu ambaye ananipush, ananiambia wewe unaweza ukafika mbali, usikate tamaa. Kuanguka sio mwisho wa maisha hivyo. Kwa hiyo ninawashukuru sana. Siwezi nikamtaja kwa sababu ni maisha yangu private, lakini ni mwanaume ambaye nampenda sana, tunapendana. Tuko hivyo. Lakini turudi nyuma kidogo. Kwenye upande wa wazo la hizo jeans 5. Ni mtu alikupatia hilo wazo ama ni wewe mwenyewe uliamua tu? Hapana, ni mimi mwenyewe, sikupewa wazo na mtu yoyote. Japo nilikuwa nimeshajaribu biashara nyingi, nimekuwa nikienda Kampala kwa ajili ya kuleta mikoba. Kwa hiyo nilifanya nikaona haiweki hatu sana. Nimeuza sana vitenge, nilikuwa nawauzia mama wa serikalini. Nimekuwa nikilipwa sana kwa cheki kwa issue za vitenge, lakini baadaye nikaona kwamba kitenge ni kitu ambacho kitavaliwa, lakini kuna wakati mtu anakichoka, atataka avae kitambaa. Lakini jeans ni nguo ambayo haishi fashion. Kwa hiyo katika kujitafuta ni biashara gani ambayo naweza nikasimama nayo, ndo nikaona jeans ni kitu ambacho ni sahihi. Kwamba hata hawa mama nilikuwa nikiwauzia vitenge, naweza nikauzia pia sketi za jeans. Naweza nikauzia magauni ya jeans. Kwa hiyo jeans ikawa imecombine wale watu wangu wote, kwamba lika zote ninaweza nikawauzia. Akiwa ni mama atavaa gauni ya jeans, akiwa ni binti atavaa suruali ya jeans. Lakini sasa kwenye upande wa mafanikio, kila kazi haikosi changamoto na mafanikio. Changamoto umeshatuambia. Mafanikio vipi? Ikiwa tu ulianza kwa jeans 5, lakini hii leo unaingiza kama ngapi hivi hapa dukani? Of course ninapoagiza mzigo ukiwa ni mdogo sana ni wa jeans 1000. Ndio mzigo mdogo ambao ninaagiza. Japo natamani sana kuwa na masupplier wa nje, ila bado naiogopa hela yangu. Sitamani kupoteza. Nimewahi kwenda China kwa ajili ya kufanya survey. Inshallah Mungu akijalia nitaenda tena kwa ajili ya kibiashara. Ndio. Kwa nini unaogopa?
Tunafahamu kwamba kwenye biashara usiogope hasara ili uweze kupiga hatua. Of course ukishapata changamoto za kudondoka sana mara nyingi, lazima uichungulie hela yako. Yaani huwezi kutamani tena kwamba nidondoke kizembe. Au huwezi kutamani kwamba hela yako ichukuliwe kizembe. Lazima utakuwa na njia za kufuatilia kwa ukaribu zaidi ili niweze kupata kitu kilicho bora. Lakini pia watu wengi tunaona wanatapeliwa mitandaoni, wanatapeliwa kwa kuagizia supplier hela. Anaweza akakutumia mzigo lakini usiwe ule ambao wewe ulikuwa ukihitaji. Ndio maana nimefanya uchambuzi yakinifu wa muda mrefu, kufuatilia na kuchunguza, kwenda China kusoma mazingira na kuangalia kwamba nitakapokuwa na fedha ya kutosha, nitaenda kwa supplier yupi kwenda kuchukua mzigo. Kwa mpaka sasa hivi nimeshapata uhakika kwamba ni wapi nitapata mzigo. Ni mimi tu najipanga process za safari kwa ajili ya kwenda kuchukua mzigo mimi mwenyewe. Lakini pia sasa swali la mwisho. Unajisikiaje kuwa mwanamke jembe hii leo? Na kubwa zaidi ni kwamba tumekutembelea mpaka kwenye ofisi yako na tumeweza kuona hizo nguo. Of course nimefurahi sana. Sikutegemea kama hichi kitu kingeweza kutokea. Ndio maana nasema kila kitu kinatokea kwa sababu. Kwa nini haikutokea mwaka jana au mwaka juzi? Ni kwa sababu labda Mungu alitaka kwamba kuna sehemu ukifika sasa, hata kama ukikaa ukaelezea juu ya habari ya biashara yako, wapi ulitoka, wapi upo na wapi unaenda, itakuwa kuna watu wataguswa, kuna watu wanaweza wakawa walikuwa wamekata tamaa, wakainuka tena kupitia wewe. Kwa mimi nashukuru kuwa mwanamke jembe, nashukuru kwa kutambua na kuona juhudi zangu na kunipa thamani sana. Nashukuru sana. Huyu ni mwanamke jembe. Huyu ni mwanamke jembe ambaye tumemtembelea. Ingawa tumezungumza naye kuhusiana na biashara ya jeans, lakini kumbe ana bidhaa zingine pia, lakini hajatudokezea. Sasa wanawake jembe wengine mko wapi jamani, nauliza mko wapi? Si tuwatembelee. Bana, huyu ni mwanamke jembe ambaye ameanza chini sana kwa jeans 5. Elewa 5 hizi 5. Lakini mwisho wa siku hii leo anaagiza jeans 1000 na kuendelea, lakini bidhaa zingine pia ndo kama hizi hapa. Alianza chini lakini hii leo mafanikio yanaonekana. Na hii ndio sababu kubwa ambayo imetufanya sisi tukaja kwenye ofisi yake. Bana, tuseme shukrani sana kwa wote ambao mnaendelea kutufuatilia kwenye mitandao ya kijamii, lakini pia unaweza ukaingia kule kwenye tovuti yetu ambayo ni www.jembelijembe.com. Huko pia unaweza kutusikiliza ukiwa mahali popote hapa duniani, lakini ukiwa kanda ya Ziwa unaweza kutusikiliza kupitia 93.7 Jembe FM. Mwanamke jembe anakuwa nasikika live, lakini kama hivi pia anakuwa anaonekana kwenye mitandao ya kijamii. Mimi ni Asha Swale na nyuma ya kamera ni Filmon Mawazo. Endelea kuifuatilia YouTube channel yetu Jembe FM TZ. Subscribe, comment, like and share.